Kwenye zile mbao mbili kuna malaika pale kwa juu pale, ambapo katikati nimeandika Mungu. Pale inaonyesha Mungu, utukufu wa Mungu. Maana utukufu wa Mungu ni nini? Maana yake ni kwamba Mungu anaposhuka anashuka na nguvu na uweza. Kusema utukufu wa Mungu ni pale ni uweza wa Mungu. Tunaongelea jumla ya uweza wa Mungu, nguvu za Mungu, mamlaka za Mungu, utisho wa Mungu, anavyoshuka na jeshi la malaika, anavyoshuka na Roho Mtakatifu, anavyoshuka na uwepo wa Yesu, anavyoshuka jeshi la malaika. Maana utukufu wa Mungu pale kwani anapoingia mle ndani, unaona anafukiza uvumba, ili ni kwamba paipo kama moshi, kama wingu fulani. Asiweze kumtazama Mungu uso kwa uso, ana kwa ana. Hata ndio maana waweka makerubi wawili kwa kwamba kipindi Mungu anashuka na malaika alikuwa anashuka kwa jeshi la malaika. Mungu anashuka, utukufu wa Mungu, uwezo wa Mungu unakuwa kwenye kile chumba. Ndio maana mtakiwa akiwa mwenye dhambi anakufa. Ndio maana wale makoni walikuwa wanafunga minyororo. Asikia akiwa minyororo ile inacheza, wanajua huyu yuko salama. Kitu gani kingine tukiangalia hapa? Tunaangalia vitu vingi hapa. Shetani anavyotumia serikali, atakapotumia serikali kukandamiza watumishi wa Mungu wanaofundisha kweli. Wanapitisha agenda ambazo zitalibana kanisa, zitanyima uhuru wa kutenda haki. Watumishi wa Mungu wanaohubiri haki watakuwa kwenye mazingira magumu, watakuwa hatari. Kingine ukisikia matetemeko ya nchi siku za mwisho, vita, njaa, maana sasa hivi tukisema njaa maana yake ni uhitaji wa neno la Mungu. Kwa hiyo matetemeko ya nchi kiroho ni kwamba watu sasa hivi wanahitaji Mungu, wanahitaji kanisa ambalo la Mungu. Watu wana maswali lakini hawana majibu. Kwa hiyo watu wana njaa na neno la Mungu. Kwa hiyo watumishi wa Mungu wa kweli lazima watapigwa vita na shetani ili watu wasiwe na majibu, kwa sababu shetani huwa anafurahi kuona watu wanafanya nini? Wanateseka. Ukisikia njaa, ukisikia vita, ni vita vya kiroho, vita vya kiimani kati ya manabii wa uongo na manabii wa nini? Wa ukweli. Vita vitaongezeka, vitakuwa vikali sana. Ukisikia matetemeko, watu wanapopata neno la Mungu kama ile ambalo tunafundisha sasa hivi, neno lililofunuliwa, neno la Mungu ambalo linaelezea ukweli na uhalisia wa Mungu, watu wanatetemeka, watu wanakuwa kama na wasiwasi, watu wanakuwa kama wamechanganyikiwa fulani. Hayo ndio matetemeko, hizo ndio vita vya kiufahamu. Kwa sababu neno la Mungu linalofundisha hapa, naamini kuna sehemu nyingine hujawahi kulisikia. Hivyo ndio vita vitakapotokea, neno la Mungu litafunuliwa, watu watahubiri kweli. Kama Yesu alivyowahubiria wale Mafarisayo neno la Mungu lililo wazi kwamba huyo Elia mnamsubiria ni yule Yohana Mbatizaji. Watu wakachanganyikiwa, watu walifikiri Elia atashuka mwenyewe,